tupitishane nini tutawasilisha. Kitu ambacho tutawasilisha utangulizi, historia ya sensa hapa nchini kwa awamu za serikali, namna sensa itakavyofanyika, kwa nini sensa ya watu na makazi, faida ya sensa ya watu na makazi, kwa nini mtoto ahesabiwe, hali ya maandalizi ya sensa, maendeleo ya sensa, masuala ya sensa na hitimisho. Kwanza tuulizane nini maana ya sensa. Sensa ni utaratibu maalum ambao unakusanya, unachakata, tunazichambua na kuwasilisha takwimu kwa wananchi kwa muda wa kipindi maalum. Kila nchi ina utaratibu wake ambao hutumia wakati wa kufanya sensa zetu. Kwa hivyo sisi Tanzania tuna kipindi cha muda wa miaka 10 ndio tunaofanya hizo sensa zetu, lakini kuna nchi zinafanya kila baada ya miaka 5. Lakini hii sensa inakuwa ina vitu muhimu ambavyo tunakwenda kuviangalia cha msingi sana katika kupima mipango ya maendeleo. Katika kupima mipango ya maendeleo kuna maendeleo ya kitaifa ya awamu ya 3 ambayo inatekelezwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile kuna mpango wa maendeleo wa Zanzibar ambao nao utapimwa kutokana na sensa. Lakini vile vile kuna mpango au malengo endelevu ya kidunia ambayo kipindi chake mpaka kufikia 2030. Kwa hivyo kipindi chote hivi tunapofanya sensa kwa muda tofauti, kwa hivyo tunakwenda kujipima katika haya maendeleo. Lakini vile vile kuna Africa Agenda. Katika Africa Agenda kuna viashiria ambavyo nchi za Kiafrika zimewekeana kwa ajili ya kuziangalia zile nchi zimetoka katika hatua gani na kufikia hatua fulani. Sensa yetu hii itakuwa ni sensa ya kidijitali ukilinganisha na zile sensa zilizopita. Kila unapofanya sensa unakuwa kuna improvement kutokana kwamba kuna mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Tulikuwa tunafanya sensa kwa kutumia zile karatasi za OMR ambazo tunakwenda kuskani. Lakini sasa hivi vifaa vyote vitawekwa katika kishkwambi au tablet kwa ajili ya masuala ya sensa. Kwa hivyo masuala yote, madodoso, ramani zote zitawekwa katika hiyo kishkwambi. Hii sensa inafanyika katika mzunguruko kwa sababu Umoja wa Mataifa wameweka mzunguruko wa kufanya sensa. Kwa hivyo hii sensa ya mwaka huu inafanywa katika mzunguruko ulioanza 2015 mpaka 2024. Nchi wanachama za Umoja wa Mataifa inatakiwa katika kipindi hichi cha miaka 10 kutoka 2015 mpaka 2024 iwe imefanya sensa angalau mara moja. Kwa hivyo nchi nyingi tayari zimeshakufanya sensa. Kwa hivyo mwaka huu sisi tunafanya Tanzania, lakini vile vile kuna Rwanda na nchi nyingine. Kenya walifanya sensa yao mwaka 2019. Tuangalie sensa zilizopita ilikuwaje. Mwaka 1964 wakati wa sensa hiyo, wengi wetu tulikuwa hatujazaliwa, kulikuwa kuna takriban ya watu milioni 12.3. Kufikia mwaka 2012 wakati wa sensa tulikuwa watu milioni takriban 44.9. Sensa hii ya watu na makazi tunaweza takriban watu milioni 60 tutakuwa tunahesabiwa. Namna sensa itakapofanyika. Hii sensa itafanyika kwa kipindi fulani. Kuna siku 3, kuna siku 2. Tarehe 21 na tarehe 22. Tarehe 21 na tarehe 22 tunakwenda kuuliza dodoso linalohusiana na huduma za kijamii. Kwa hivyo huduma za kijamii zote zinazopatikana katika shehia ndizo tunakwenda kudodosa katika dodoso hili. Kwa hivyo dodoso hili halihusiani na kaya. Dodoso hili linahusiana na huduma za kijamii. Kwa hivyo kiongozi wa jamii ndiye atahusika katika kujibu masuala haya. Tarehe 23 mpaka tarehe 28 ndio tunauliza dodoso lenyewe la sensa. Sasa hii tarehe 23 tunauliza watu ambao wamelala katika kaya usiku wa kuamkia siku ya sensa. Kwa hivyo usiku wa kuamkia siku ya sensa inakuwa ni ile siku ya tarehe 22 tonight.
Inapofika saa 6 za usiku, pale time inapobadilika kutoka saa 5:59 kuingia saa 6 za usiku, pale inapobadilika ile time, ndio tutauliza wale watu wote ambao wamelala katika kaya husika. Lakini vile vile tutauliza watu wote ambao wamo ndani ya mipaka ya Tanzania. Kwa hivyo kwa hapa kwetu Zanzibar tuseme kwamba meli imeingia katika mipaka Tanzania, haijaingia Zanzibar lakini ipo baharini. Kwa hivyo ile tutaifuata na kuhesabu. Wale walioingia kwa ndege, wakifika saa 6 za usiku wameingia ndani ya mipaka Tanzania, tunawahesabu wapo Tanzania. Sensa haihusishi mwanakaya au kaya kutoka kwenda kufuata kuhesabiwa, isipokuwa karani wa sensa atazifuata kaya kwa ajili ya kuzihesabu. Lakini vile vile kuna dodoso ambalo litahusiana na majumba. Hili litakwenda kuangalia au kukaunti majumba yote au majengo yote ambayo yapo katika eneo husika. Kwa hivyo majengo yote yatahesabiwa na kujulikana majengo ya namna gani, yanatumika kivipi, yanamilikiwa na nani. Kwa hivyo hili dodoso hili itakuwa ni mara ya kwanza kwa Tanzania kuhesabu majengo yote ambayo yapo Tanzania. Faida kubwa ya sensa ya watu na makazi, tunapata zile takwimu zinazohusiana na huduma za kiafya, kijamii na kimazingira. Lakini vile vile tunapata kupima mipango mbalimbali ya maendeleo kama nilivyosema awali na kuondoa changamoto zake. Kuna faida nyingi zinazopatikana katika sensa. Kama nilipozungumza awali, kuna mipango ile ya SDG. Mipango ya SDG kuna indicator nyingi ambazo zinapimwa. Sensa zile takwimu zake, zile basic wanasema denominator, zinapopimwa tunatumia hizi takwimu za sensa. Tuseme kwa mfano tunakwenda kuangalia chanjo kwa watoto. Kwa hivyo mwaka 2022 tunapofanya sensa, let's say tumekaunti watoto chini ya umri wa miaka 5, tutajua tuna watoto tuseme 300,000. Kwa hivyo Wizara ya Afya itaweza kujipanga kutokana na watoto 300,000. Kwa hivyo utakapomficha mtoto chini ya mwaka mmoja kwamba huku hakuhesabiwa, kwa hivyo hapo itakuwa umemwondoshea haki yake ya kupata zile huduma za kiafya. Lakini vile vile tuseme kwamba huyu mtoto 2022 tumehesabu watoto kama wale usema 30,000. Huyu 2012 sensa tukumbuke inafanyika kila baada ya miaka 10. Kwa hivyo huyu mtoto baada ya miaka 4 ana huduma zake za msingi ambazo zinazomtaka azipate kwenye afya. Lakini huyu mtoto anapofika miaka 4 anatakiwa aanze chekechea kwa muda wa miaka 2 kwa mujibu wa sera ya elimu. Aanze chekechea miaka 2. Akifika miaka 4, akifika miaka 6 anaanza darasa la kwanza. Akifika darasa la kwanza baada ya miaka 7 au 6 anatakiwa amalize primary. Baada ya miaka 4 anatakiwa amalize sekondari. Sekondari ya juu miaka 2 na kuendelea elimu ya juu. Kwa hivyo unapomkatisha mtoto kuhesabiwa, ina maana hii chain yote hii ya elimu inakuwa umemwondoshea haki yake ya kuhesabiwa. Lakini vile vile anapofika umri wa miaka 18, anapofika umri wa miaka 18 huyu mtoto anatakiwa apate zile vitambulisho vya msingi. Kuna vitambulisho vya Mzanzibari, kuna vitambulisho vya Mtanzania na vitambulisho vingine. Kwa hivyo hao watoto hatukuwahesabu. Kwa vile hatukuwahesabu, wakati wa kupata hivi vitambulisho, ile idara husika ina uratibu hivi vitambulisho, inasema sisi mwaka 2022 kulikuwa kuna watoto 30,000, lakini kumbe wako 40. Kwa hivyo wakati wa kutoa zile vitambulisho vile, kwa hivyo wao watakadiria tuna watoto 30,000, wanaweza kuzidisha let's say 31, kumbe wako 41,000. Kwa hivyo tunakosesha, ndio tunapata ile kuchelewea kutoka vitambulisho kutokana na wale walipojipanga, sivyo matarajio ya idadi ya watu ilivyo. Kiupande wa elimu kama nilivyokwisha kuelezea, lakini kwenye afya hapa ni uwanja mpana sana. Kwenye afya tunaweza kuulizia kwenye mama na watoto. Kwenye mama na mtoto
tunataka tujue, tuseme mama wenye umri wa miaka 15 mpaka 49. Tukumbuke kwamba hizi takwimu za sensa ndizo zinazotumika katika kufanya makadirio ya idadi ya watu. Sensa inafanyika mwaka mmoja, lakini makadirio ya watu yanapatikana mpaka kufika miaka 30. Kwa hivyo makadirio ya idadi ya watu tutajua tuna wanawake kutoka umri fulani mpaka fulani. Hawa tunawaita ni wanawake ambao wana uwezo wa kupata watoto. Kwa hiyo hawa wanawake wenye uwezo wa kupata watoto wanafanyiwa estimation kwa ajili ya kupata chanjo za mama na watoto. Kwa hivyo kina mama ambao wana umri husika wautaje umri kama ulivyo. Wakitaja umri kama ulivyo, ukichukua na idadi ya watoto, tunapokuja kufanya estimation zetu za idadi ya watu, tunajua wanawake kadhaa wana uwezo wa kuzaa watoto kadhaa kwa muda wa miaka yao kutoka 15 mpaka 49. Kwa hivyo hapa tutajua, Wizara ya Afya watajua kujipanga jinsi gani ya kupata chanjo za watoto husika na mama husika, vile vile na zile huduma za afya ya uzazi. Kwa hivyo tunapokosa ku-account, tunazipunguzia zile wizara kufanya makisio yao ya mipango kwa ajili ya jamii yetu. Na kuna swala moja ambalo ni muhimu zaidi, ni kawaida ya kina mama, anapokuwa mkubwa anasema yeye mdogo, na anapokuwa mdogo anasema yeye mkubwa. Hiyo ni trendi ambayo ipo kwa kina mama. Kwa hivyo napenda kusisitiza sana kwa mliokuwepo hapa, wengi wenu mnaonekana mko umri wa miaka 15 na zaidi. Kwa hivyo ni vizuri kusema ule umri wetu sahihi ili kuweza kupata takwimu sahihi na kuweza kufanya makadirio sahihi kwa mama na watoto. Kwenye huduma za maji, faida kwenye huduma za maji kama inavyojulikana, tuseme kwamba kwa mfano tuna eneo fulani kuna watu 300,000 au 400,000, lakini wakati wa sensa waliokwenda kuwa counted ni watu kidogo. Sasa panatokea upungufu wa maji, lakini serikali itakwenda kuangalia kijiji fulani kilituambia kina watu kadhaa. Kwa hivyo pale tukajenge tenki ya maji au kisima cha maji chenye uwezo wa kutoa lita kadhaa. Baada ya muda mfupi wale ambao hawakuhesabiwa wanakuja. Tenki lililojengwa la maji katika kile kijiji ni kwa ajili ya wale watu waliohesabiwa. Watu hawakuhesabiwa wanapokuja. Kwa hivyo ile upungufu wa maji katika lile eneo unatokea. Kwa hivyo ni vizuri kutaja zile idadi ya watu kama ilivyo. Kwa sababu kwenye kuteka maji wanaopata tabu zaidi ni kina mama na watoto. Wao ndio wanaojitisha ndoo kwenda kuyapata maji mbali. Kwa hivyo ni vizuri sana kutoa takwimu za idadi ya watu. Kwa nini mtoto ahesabiwe? Kwanza, mtoto na yeye ni mtu. Ni vizuri ahesabiwe ili tupate idadi ya watu ambao wapo katika eneo husika. Kwa hivyo yule ambaye tutakwenda kumhesabu akiwa na miaka 5, baada ya miaka 10 atakuwa na 15. Baada ya miaka 8 atakuwa na 18, ambaye kuna haki zake za msingi ambazo anatakiwa kuzipata. Lakini vile vile kupata ile idadi ya watu walio sahihi inatusaidia kuweka makadirio ya idadi ya watu katika maeneo husika. Kwa hivyo ni vizuri tutoe idadi ya watu katika maeneo husika, na vile vile serikali iweze kujipanga katika mipango ya maendeleo. Kama watu wanakumbuka hapa, hichi chuo cha utalii kilikuwa ni sehemu ndogo sana ya chuo ambacho kilikuwa kinajengwa halizidi 2-3. Lakini baada ya serikali kujipanga, chuo cha utalii sasa hivi ukikiangalia na kile cha kurudisha nyuma miaka 12 iliyopita ni mabadiliko makubwa sana. Na sasa hivi kinachukua wanafunzi wengi sana mpaka kimeunganishwa na SUZE. Kwa hivyo serikali inapata kujipanga kulingana na uhitaji wetu sisi wananchi katika
maendeleo endelevu. Hali ya maandalizi ya sensa. Kwa sasa hivi sensa ya watu na makazi tumekamilisha maandalizi ya sensa takriban zaidi ya 80%. Sasa hivi kinachoendelea ni kufundisha wakufunzi kwa ajili ya kuja kufundisha katika ngazi zinazoendelea, lakini vile vile madodoso ya sensa yote yamekamilika 100%, utendaji wa maeneo umekamilika 100%, na kazi nyingine zinazoendelea sasa hivi ni kuweka miongozo katika viswambi vyetu. Lakini haya madodoso ya sensa kama nilivyokwisha kuelezea awali, kuna dodoso la jamii. Hili dodoso la jamii linalenga kuangalia huduma za jamii katika eneo husika. Kwa hivyo zile huduma za jamii zote zile ambazo ziko katika eneo husika ndizo zinapatikana katika hili dodoso. Kwa hivyo ni vizuri kiongozi wa eneo sheha atakuwa anahusika katika dodoso hili kuzitaja zile huduma zote ambazo ziko katika jamii husika. Lakini kuna dodoso la msingi la sensa. Dodoso hili la msingi la sensa ndio lenye masuala ya sensa ambayo yanakwenda kutumika kupima viashiria vya sensa. Kuna dodoso la majengo, hili linaendelea kujua majengo yote pamoja na matumizi yake. Lakini kuna dodoso la makundi maalum. Hili dodoso la makundi maalum linatumika kwa ajili ya watu ambao wapo katika sehemu maalum. Tuseme watu ambao wamelazwa mahospitalini, watu ambao wapo katika dakhalia, majeshi na watu wengine na wasafiri. Kwa hivyo dodoso hili ndilo linalowahusu. Masuala ya sensa. Swala kuu la msingi katika sensa unakwenda kumuuliza, tafadhali nitajie majina ya watu ambao wamelala katika haya hii usiku wa kuamkia siku ya sensa, yaani ile tarehe 22 kuamkia 25. Kwa hivyo dodoso hili ndiyo masuala ya msingi. Lakini kuna swala la umri. Umri nao ni muhimu kama nilivyokwisha kuelezea awali. Kuna masuala ya vizazi na vifo. Vizazi na vifo ndio tunakwenda kuangalia vifo ambavyo vinatokezea katika jamii na aina gani ya kifo ambacho kinatokezea. Kwa sababu kama kifo kinatokezea kwa mama wajawazito, kwa hivyo serikali inaweza kujipanga kwa huduma za afya za mama na mtoto. Lakini vile vile kuna huduma za mifuko ya hifadhi ya jamii. Hapa tutakwenda kuangalia ni watu wangapi wako katika kupata hizi hifadhi za jamii, ikiwemo NSSF, kuna Social Security Fund. Kwa hivyo hizo zote zitapatikana katika dodoso hili. Lakini vile vile kuna huduma za vitambulisho ambapo kama watu wanapata vile vitambulisho. Mwisho kabisa, serikali ya awamu ya 6 chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan imejidhatiti kwa dhati sana kuzifanya sensa zetu hizi, sensa ya watu na makazi na sensa ya majengo katika ubora wa hali ya juu kabisa. Na sisi ofisi za mtakwimu mkuu na kwa kushirikiana na ofisi ya taifa ya takwimu NBS, kutokana na uzoefu wetu tulionao katika nyanja hizi, tunasema kwamba tutazifanya sensa hizi katika ubora wa hali ya juu kabisa ili kukidhi matakwa ya kimataifa na nchi nyingine zilizoko ndani ya Afrika na nje ya Afrika waje kujifunza jinsi gani Tanzania imetekeleza sensa ya watu na makazi sambamba na sensa ya majengo Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tupitishane nini tutawasilisha. Kitu ambacho tutawasilisha utangulizi, historia ya sensa hapa nchini kwa awamu za serikali, namna sensa itakavyofanyika, kwa nini sensa ya watu na makazi, faida ya sensa ya watu na makazi, kwa nini mtoto ahesabiwe, hali ya maandalizi ya sensa, maendeleo ya sensa, masuala ya sensa na hitimisho. Kwanza tuulizane nini maana ya sensa. Sensa ni utaratibu maalum ambao unakusanya, unachakata, tunazichambua na kuwasilisha takwimu kwa wananchi kwa muda wa kipindi maalum. Kila nchi ina utaratibu wake ambao hutumia wakati wa kufanya sensa zetu. Kwa hivyo sisi Tanzania tuna kipindi cha muda wa miaka 10
ndio tunaofanya hizo sensa zetu, lakini kuna nchi zinafanya kila baada ya miaka 5. Lakini hii sensa inakuwa ina vitu muhimu ambavyo tunakwenda kuviangalia cha msingi sana katika kupima mipango ya maendeleo. Katika kupima mipango ya maendeleo kuna maendeleo ya kitaifa ya awamu ya 3 ambayo inatekelezwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile kuna mpango wa maendeleo wa Zanzibar ambao nao utapimwa kutokana na sensa. Lakini vile vile kuna mpango au malengo endelevu ya kidunia ambayo kipindi chake mpaka kufikia 2030. Kwa hivyo kipindi chote hivi tunapofanya sensa kwa muda tofauti tofauti, kwa hivyo tunakwenda kujipima katika haya maendeleo. Lakini vile vile kuna Africa Agenda. Katika Africa Agenda kuna viashiria ambavyo nchi za Kiafrika zimewekeana kwa ajili ya kuziangalia zile nchi zimetoka katika hatua gani na kufikia hatua fulani. Sensa yetu hii itakuwa ni sensa ya kidijitali ukilinganisha na zile sensa zilizopita. Kile unapofanya sensa unakuwa kuna improvement kutokana kwamba kuna mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Tulikuwa tunafanya sensa kwa kutumia zile karatasi za OMR ambazo tunakwenda kuskani. Lakini sasa hivi vifaa vyote vitawekwa katika kishkwambi au tablet kwa ajili ya masuala ya sensa. Kwa hivyo masuala yote, madodoso, ramani zote zitawekwa katika hiyo kishkwambi. Hii sensa inafanyika katika mzunguruko kwa sababu Umoja wa Mataifa wameweka mzunguruko wa kufanya sensa. Kwa hivyo hii sensa ya mwaka huu inafanywa katika mzunguruko ulioanza 2015 mpaka 2024. Nchi wanachama za Umoja wa Mataifa inatakiwa katika kipindi hichi cha miaka 10 kutoka 2015 mpaka 2024 iwe imefanya sensa angalau mara moja. Kwa hivyo nchi nyingi tayari zimeshakufanya sensa. Kwa hivyo mwaka huu sisi tunafanya Tanzania, lakini vile vile kuna Rwanda na nchi nyingine. Kenya walifanya sensa yao mwaka 2019. Tuangalie sensa zilizopita ilikuwaje. Mwaka 1964 wakati wa sensa hiyo, wengi wetu tulikuwa hatujazaliwa, kulikuwa kuna takriban ya watu milioni 12.3. Kufikia mwaka 2012 wakati wa sensa tulikuwa watu milioni takriban 44.9. Sensa hii ya watu na makazi tunaweza takriban watu milioni 60 tutakuwa tunahesabiwa. Namna sensa itakapofanyika. Hii sensa itafanyika kwa kipindi fulani. Kuna siku 3, kuna siku 2. Tarehe 21 na tarehe 22. Tarehe 21 na tarehe 22 tunakwenda kuuliza dodoso linalohusiana na huduma za kijamii. Kwa hivyo huduma za kijamii zote zinazopatikana katika shehia ndizo tunakwenda kudodosa katika dodoso hili. Kwa hivyo dodoso hili halihusiani na kaya. Dodoso hili linahusiana na huduma za kijamii. Kwa hivyo kiongozi wa jamii ndiye atahusika katika kujibu masuala haya. Tarehe 23 mpaka tarehe 28 ndio tunauliza dodoso lenyewe la sensa. Sasa hii tarehe 23 tunauliza watu ambao wamelala katika kaya usiku wa kuamkia siku ya sensa. Kwa hivyo usiku wa kuamkia siku ya sensa inakuwa ni ile siku ya tarehe 22 tonight. Inapofika saa 6 za usiku pale time inapobadilika kutoka saa 5:59 kuingia saa 6 za usiku pale inapobadilika ile time, ndio tutauliza wale watu wote ambao wamelala katika kaya husika. Lakini vile vile tutauliza watu wote ambao wamo ndani ya mipaka ya Tanzania. Kwa hivyo kwa hapa kwetu Zanzibar tuseme kwamba meli imeingia katika mipaka Tanzania, haijaingia Zanzibar lakini ipo baharini. Kwa hivyo ile tutaifuata na kuhesabu. Wale walioingia kwa ndege wakifika saa 6 za usiku wameingia ndani ya mipaka Tanzania, tunawahesabu wapo Tanzania. Sensa haihusishi mwanakaya au kaya kutoka kwenda kufuata kuhesabiwa, isipokuwa karani wa sensa atazifuata kaya kwa ajili ya kuzihesabu. Lakini vile vile
dodoso ambalo litahusiana na majumba. Hili litakwenda kuangalia au kukaunti majumba yote au majengo yote ambayo yapo katika eneo husika. Kwa hivyo majengo yote yatahesabiwa na kujulikana majengo ya namna gani, yanatumika kivipi, yanamilikiwa na nani. Kwa hivyo hili dodoso hili itakuwa ni mara ya kwanza kwa Tanzania kuhesabu majengo yote ambayo yapo Tanzania. Faida kubwa ya sensa ya watu na makazi, tunapata zile takwimu zinazohusiana na huduma za kiafya, kijamii na kimazingira. Lakini vile vile tunapata kupima mipango mbalimbali ya maendeleo kama nilivyosema awali na kuondoa changamoto zake. Kuna faida nyingi zinazopatikana katika sensa. Kama nilipozungumza awali, kuna mipango ile ya SDG. Mipango ya SDG kuna indicator nyingi ambazo zinapimwa. Sensa zile takwimu zake, zile basic wanasema denominators, zinapopimwa tunatumia hizi takwimu za sensa. Tuseme kwa mfano tunakwenda kuangalia chanjo kwa watoto. Kwa hivyo mwaka 2022 tunapofanya sensa, let's say tumekaunti watoto chini ya umri wa miaka 5, tutajua tuna watoto tuseme 300,000. Kwa hivyo Wizara ya Afya itaweza kujipanga kutokana na watoto 300,000. Kwa hivyo utakapomficha mtoto chini ya mwaka mmoja kwamba hakuhesabiwa, kwa hivyo hapo itakuwa umemwondoshea haki yake ya kupata zile huduma za kiafya. Lakini vile vile tuseme kwamba huyu mtoto 2022 tumehesabu watoto kama wale nisema 30,000. Huyu 2012 sensa tukumbuke inafanyika kila baada ya miaka 10. Kwa hivyo huyu mtoto baada ya miaka 4 ana huduma zake za msingi ambazo zinazomtaka azipate kwenye afya. Lakini huyu mtoto anapofika miaka 4 anatakiwa aanze chekechea kwa muda wa miaka 2 kwa mujibu wa sera ya elimu. Aanze chekechea miaka 2. Akifika miaka 4, akifika miaka 6 anaanza darasa la kwanza. Akifika darasa la kwanza baada ya miaka 7 au 6 anatakiwa amalize primary. Baada ya miaka 4 anatakiwa amalize sekondari. Sekondari ya juu miaka 2 na kuendelea elimu ya juu. Kwa hivyo unapomkatisha mtoto kuhesabiwa, ina maana hii chain yote hii ya elimu inakuwa umemwondoshea haki yake ya kuhesabiwa. Lakini vile vile anapofika umri wa miaka 18, anapofika umri wa miaka 18 huyu mtoto anatakiwa apate zile vitambulisho vya msingi. Kuna vitambulisho cha Mzanzibari, kuna vitambulisho vya Mtanzania na vitambulisho vingine. Kwa hivyo hao watoto hatukuwahesabu. Kwa vile hatukuwahesabu, wakati wa kupata hivi vitambulisho, ile idara husika ina uratibu hivi vitambulisho inasema sisi mwaka 2022 kulikuwa kuna watoto 30,000, lakini kumbe wako 40. Kwa hivyo wakati wa kutoa zile vitambulisho vile, kwa hivyo wao watakadiria tuna watoto 30,000, wanaweza kuzidisha let's say 31, kumbe wako 41,000. Kwa hivyo tunakosesha, ndio tunapata ile kuchelewea kutoka vitambulisho kutokana wale walipojipanga sivyo matarajio ya idadi ya watu ilivyo. Kiupande wa elimu kama nilivyokwisha kuelezea, lakini kwenye afya hapa ni uwanja mpana sana. Kwenye afya tunaweza kuulizia kwenye mama na watoto. Kwenye mama na mtoto tunataka tujue, tuseme mama wenye umri wa miaka 15 mpaka 49. Tukumbuke kwamba hizi takwimu za sensa ndizo zinazotumika katika kufanya makadirio ya idadi ya watu. Sensa inafanyika mwaka mmoja, lakini makadirio ya watu yanapatikana mpaka kufika miaka 30. Kwa hivyo makadirio ya idadi ya watu tutajua tuna wanawake kutoka umri fulani mpaka fulani. Hawa tunawaita ni wanawake ambao wana uwezo wa kupata watoto. Kwa hiyo hawa wanawake wenye uwezo wa kupata watoto wanafanyiwa estimation kwa ajili ya kupata chanjo za mama na watoto. Kwa hivyo kina mama ambao wana umri husika wautaje umri kama ulivyo. Wakitaja umri kama ulivyo,
Ukichukua na idadi ya watoto, tunapokuja kufanya estimation zetu za idadi ya watu, tunajua wanawake kadhaa wana uwezo wa kuzaa watoto kadhaa kwa muda wa miaka yao kutoka 15 mpaka 49. Kwa hivyo hapa tutajua, Wizara ya Afya watajua kujipanga jinsi gani ya kupata chanjo za watoto husika na mama husika, vile vile na zile huduma za afya ya uzazi. Kwa hivyo tunapokosa ku account, tunazipunguzia zile wizara kufanya makisio yao ya mipango kwa ajili ya jamii yetu. Na kuna swala moja ambalo ni muhimu zaidi, ni kawaida ya kina mama, anapokuwa mkubwa anasema yeye mdogo, na anapokuwa mdogo anasema yeye mkubwa. Hiyo ni trendi ambayo ipo kwa kina mama. Kwa hivyo napenda kusisitiza sana kwa mliokuwepo hapa, wengi wenu mnaonekana mko umri wa miaka 15 na zaidi. Kwa hivyo ni vizuri kusema ule umri wetu sahihi ili kuweza kupata takwimu sahihi na kuweza kufanya makadirio sahihi kwa mama na watoto. Kwenye huduma za maji, faida kwenye huduma za maji kama inavyojulikana, tuseme kwamba kwa mfano tuna eneo fulani kuna watu 300,000 au 400,000, lakini wakati wa sensa waliokwenda kuwa counted ni watu kidogo. Sasa panatokea upungufu wa maji, lakini serikali itakwenda kuangalia kijiji fulani kilituambia kina watu kadhaa, kwa hivyo pale tukajenge tenki ya maji au kisima cha maji chenye uwezo wa kutoa lita kadhaa. Baada ya muda mfupi, wale ambao hawakuhesabiwa wanakuja. Tenki lililojengwa la maji katika kile kijiji ni kwa ajili ya wale watu waliohesabiwa. Watu hawakuhesabiwa wanapokuja, kwa hivyo ile upungufu wa maji katika lile eneo unatokea. Kwa hivyo ni vizuri kutaja zile idadi ya watu kama ilivyo, kwa sababu kwenye kuteka maji wanaopata tabu zaidi ni kina mama na watoto. Wao ndio wanaojitisha ndoo kwenda kuyapata maji mbali. Kwa hivyo ni vizuri sana kutoa takwimu za idadi ya watu. Kwa nini mtoto ahesabiwe? Kwanza, mtoto na yeye ni mtu. Ni vizuri ahesabiwe ili tupate idadi ya watu ambao wapo katika eneo husika. Kwa hivyo yule ambaye tutakwenda kumhesabu akiwa na miaka 5, baada ya miaka 10 atakuwa na 15. Baada ya miaka 8 atakuwa na 15